Mambo yalianza kama siku ya kawaida siku ya 27 Novemba mwaka 2025 mchana. Kamera za usalama zilimnasa Julius akiwasili katika chumba nambari B1406. Dakika 12 baadaye, saa 10 na dakika 19 kamili, mwanaume anayeaminika kuwa mwasilishaji bidhaa aliyevalia mavazi meusi na uso wake kufunikwa kwa skafu anaonekana akikaribia mlango huo. Anamkabidhi Julius kifurushi na kuondoka. Lakini takriban saa 9 baadaye, tukio la kimapenzi liligeuka usiku huo kuwa tukio la jinai. Saa 7 na dakika 6 usiku wa tarehe 30 Novemba mwaka 2025, mwanaume anayeaminika kuwa Patrick, ambaye kwa sasa yuko katika kituo cha polisi cha Kilimani, anaonekana akitoka kwenye chumba hicho. Anasimama nje ya mlango kwa dakika moja kabla ya kurudi ndani. Amevaa fulana ya kofia almaarufu hoodie nyeusi, suruali ya jeans ya bluu, viatu vyeusi na begi la kahawia lenye rangi ya giza. Dakika 7 baadaye, saa 7 na dakika 13 usiku, Patrick anaonekana tena, safari hii akiwa na mwanaume mwingine anayeaminika kuwa Festus Oromo. Festus anaonekana akimshika Patrick mabegani, huku Patrick akiwa ameshika kinywaji mkononi. Festus anaingia kwa muda mfupi ndani ya chumba, kisha anarudi mlangoni ambapo Patrick alikuwa akisubiri. Wanaongea kwa muda mfupi na kuondoka pamoja wakiwa na furaha. Baadaye kidogo, Patrick anaonekana tena, safari hii akiwa amevaa fulana ya ndani nyeusi, kaptura na ndala nyeusi, akielekea moja kwa moja kwenye lifti ya orofa ya 14. Saa 7 na dakika 15 usiku huo, Festus anarudi peke yake. Anagonga mlango wa B1406 na kuelekea eneo la lifti. Kisha anarudi dakika moja baadaye. Saa 7 na dakika 16 anaingia tena ndani ya chumba. Kinachofuata kinanaswa kwa kamera. Mzozo unaonekana kati ya Festus na mwanamke aliye ndani ya chumba. Sasa ametambulika kama Lilian Mbeki. Mlango unafungwa huku mzozo ukiendelea. Hii ndiyo ilikuwa mara ya mwisho Festus Oromo kuonekana akiwa hai. Saa 7 na dakika 57 usiku, takriban dakika 41 baadaye, kamera za CCTV zinanasa tukio la kutisha. Mwili wa Festus ukianguka juu ya paa la gari jeupe lililokuwa limeegeshwa chini ya jengo. Walinzi wa usiku pamoja na majasusi wa jinai wakithibitisha kuwa mwili huo haukuwa na uhai. Mavazi ya kiume na stakabadhi za utambulisho zinazodhaniwa kuwa za Festus pia zilipatikana eneo la tukio. Kulingana na uchunguzi, Lilian na Festus walikutana kupitia mtandao wa kijamii wa kutafuta wapenzi mwaka 2024 inayojulikana kama Tinder, na tangu hapo walidumisha uhusiano wa karibu. Lilian, ambaye ana uraia wa nchi mbili ikiwemo Costa Rica na Kenya, anasemekana alikuwa akitembelea Kenya mara kwa mara kutembelea Festus. Rekodi za wageni wa jengo hilo zinaonyesha kuwa wageni kadhaa walitembelea chumba hicho siku chache kabla ya tukio hilo. Kwa mujibu wa wapelelezi, Lilian aliwaambia wachunguzi kuwa yeye, Festus na Patrick walikuwa wakinywa pombe pamoja usiku wa tukio hilo. Anadai kuwa alienda kulala akiwaacha wanaume hao wawili wakiendelea kunywa sebuleni. Washukiwa wote wawili walikamatwa Jumapili jioni, Lilian katika jengo la Heartland Apartments na Patrick huko Kahawa West. Kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani. Idara ya upelelezi wa jinai ikipewa siku 14 na mahakama ya Kibera kukamilisha uchunguzi wao.